anakuja kugundua, anakuja kufahamu, anakuja kujua kwamba mwenye kitabu hiki amekusudia sisi katika zile sura zilizobakia 113 kutueleza nini. Ikabidi sura hii iwe ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 15 suratul Hijri aya 87, anamwambia mtume, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, hakika tumekupa aya 7 zinazosomwa kila wakati, ambazo ndio zinakuwa katika kila swala ni lazima zisomwe sura hizi, katika swala za faradhi na katika swala za sunna. Ni nguzo katika nguzo za swala. Alafu akasema wal Qur'an al-azim, tumekupa aya 7 zinazosomwa kila wakati, ambayo ndio suratul Fatiha. Wal Qur'an al-azim, kwani ile suratul Fatiha nayo sio Qur'ani? Kwa nini asimwambie walaqad atainaka al-Qur'an al-azim? Ni kutokana na utukufu wa suratul Fatiha, majukumu iliyokuwa nayo suratul Fatiha. Imeweza kuyakusanya yale yote yaliyoelezwa katika sura 113, ikayaeleza ndani ya sura moja kwa ufupi kabisa. Sura hii ikabidi lazima iwe ndiyo ya kwanza kupangwa ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Al-Fatiha ni ufunguzi, ni utangulizi. Sababu ya pili ya zile sura Qur'ani kupangwa kinyume na vile zilivyoteremshwa, kuna maombi yameombwa kutoka katika sura moja. Maombi yale yanabidi lazima yajibiwe, majawabu yake yapatikane katika sura nyingine inayokuja. Kwa mfano, katika suratul Fatiha Mwenyezi Mungu ametufundisha tuombe ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallina ihdina siratal mustaqima, tuongoze sisi katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Ghairil maghdubi alayhim, sio ya wale uliowaghadhibikia. Wala dhallina, wala ya wale waliopotea njia. Inabidi lazima ijibiwe hapa. Sura iliyoweza kujibu majibu ya maombi yaliyoombwa katika suratul Fatiha ni suratul Baqara, katika aya yake ya 2, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة inajibu sasa hiyo njia iliyonyooka, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina, ni kukifuata kitabu hiki, ni kukifuata kitabu kile Al-Qur'anul Karim, kisichokuwa na shaka kitabu hicho. Hudan lilmuttaqina, ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Zikatajwa sifa zao, mwisho Qur'ani ikasema ya kwamba hao wote watakaofuata utaratibu huo uliofahamishwa, hao ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo kuanzia suratul Baqara mpaka suratul Nas yanakuwa ndiyo majibu yaliyoombwa na mwanadamu aliyofundishwa na Mola wake.
ili aonyeshwe njia iliyonyooka. Kwa hiyo hapa ikabidi suratul Baqara iwe ndiyo sura ya pili kupangwa, ndiyo sura pekee iliyoweza kumuonyesha mwanadamu njia iliyokuwa sahihi, ambayo akiipita atapata salama katika dunia yake na dini yake na akhera yake. Sababu ya tatu ya zile sura kupangwa kinyume na vile zilivyoteremshwa, kuna maelezo yameelezwa kutoka katika sura moja. Kuna habari zimeelezwa kutoka katika sura moja, alafu zikawa habari zile hazijamalizika katika ile sura, zimeendelezwa katika sura nyingine, alafu habari hizo zikawa hazijamalizika katika sura hiyo, zimeendelezwa katika sura nyingine. Inabidi sura hizi lazima zikae pamoja. Kwa mfano, katika Qur'ani, katika surati Shuara kimeanza kuelezwa kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni. Hakikumalizika, muendelezo wake umekwenda kuendelezwa katika surati Namli. Hakikumalizika, muendelezo wake umekwenda kuendelezwa katika suratul Qasas, na ikawa hapo ndiyo mwisho wake. Sura hizi zinabidi lazima zikae pamoja. Surati Shuara katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 47 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Surati Namli ilikuwa ni sura ya 48 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suratul Qasas ilikuwa ni sura ya 49 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura hizi zimekaa katika nambari zilizokuwa na mfuatano mzuri: 47, 48, 49. Lakini zilikuja kupanguliwa kwa sababu moja katika sura hizi nazo pia, surati Namli, ndani yake inapatikana bismillah ya pili ndani ya sura moja, katika aya ya 30 katika barua ya Nabii Suleimani aliyomwandikia mfalme Balqis: innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Na katika Qur'ani kuna sura ambayo haina bismillahi, ni surati Tauba. Sura hii ilikuwa ni ya 113 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikachukuliwa ikaenda kupangwa katika mashafu, ikawa ni sura ya 9. Ikabidi ile sura ambayo ina bismillahi 2, surati Namli, iondolewe katika nambari yake ya sura ya 48, ikaja ikapangwa ikawa sura ya 27. Na ukianza kuhesabu kuanzia surati Tauba kuwa ni ya kwanza mpaka utakapokuja kuikuta surati Namli ambayo inakuwa sasa ni sura ya 27 katika nambari ya kupangwa katika mashafu, ukianza kuhesabu hii hapa inakuwa ndio sura ya 19, na ile nambari 19 inakuwa ndio password yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alaiha 19. Ukianza kuihesabu surati Tauba ambayo inakuwa pale ndiyo ya kwanza mpaka utakapokuja kuikuta surati Namli ambayo imepangwa kuwa ni ya 27, inakuwa ndio sura ya 19. Hii hapa, ile ni ya kwanza, hii hapa inakuwa ni ya 19. Hii bismillah ya pili inayopatikana ndani ya sura moja ndiyo inakwenda kufidia ile bismillah iliyokosekana katika surati Tauba.